Hii ni K-News habari. Kwa majina naitwa Anthony Mwambenja, ni mfanyabiashara wa kuku kwenye soko kuu hili la Mwanjerwa na ni katibu wa umoja wa wafanyabiashara wa kuku soko la Mwanjerwa. Tupo sokoni hapa kutoka mwaka 2016 ambapo tulikuwa kwenye kiunga cha pale mbele. Kwa hiyo baada kile cha mitumba kile, baada ya kukaa kwa muda ikaonekana wa mitumba wanataka kufanya biashara na sisi hatakuwa na kipingamizi, wakaja wakatuleta ili eneo hili ambalo tulilopo sasa hivi hapa. Mwanzo walivyotuleta mabanda yalikuwa yako mbele pale. Kwa hiyo tukao hapo mbele kwa tumezungusha mabanda mpaka huku. Sasa mwaka huu kwanza, kabla tulivyokuwa tunaanza biashara ya kuku, uongozi wa soko walikuwa wanatubembeleza sana kwamba tunaomba muingie kwenye soko ili kuchangamsha soko. Na sisi tukawa tunaiana, tukawa tumeingia kufanya biashara. Biashara kati tunaanza ilikuwa ni ngumu sana, mheshimiwa mwenyekiti. Ilikuwa ni ngumu kiasi kwamba kuna watu wengine wafanya biashara wenzetu waliamua kuacha kutokana katika mitaji. Sisi tuliendelea. Mwaka huu tunashangaa wanasema sisi tuondoke, wanatuonyesha sehemu nyingine ambazo sio rafiki, na ndio maana tukao tumeomba sana. Lini waliandikia barua? Walituandikia barua ili kama muondoke lini? Barua waliandikia lini? Barua. Uongozi wa soko uko wapi? Wao tafuta viongozi wa soko. Na nikisema viongozi wa soko na maana manager na afisa biashara. Biashara au viongozi wa soko? Ndio. Hii barua imeandikwa tarehe 11 mwezi wa 3. Hiyo ilikuwa ni ya kujibu kwamba ombi letu limekataliwa. Maana sisi tuliandika barua kwa mkurugenzi wa jiji kuomba kwamba tuendelee kufanya biashara hapa kwenye soko la Mwanjerwa, akatukatalia. Kwa hiyo tumefuata ngazi zote. Viongozi wa soko kwa wapi? Mmoja mpaka viongozi wa soko kwa wapi? Tumefuata taratibu zote, tumeenda kwa mkurugenzi pale, tukakutana na afisa biashara, zaidi ya kusema uwezekano wa kubaki kwenye soko la Mwanjerwa haupo. Tukaenda kwa katibu tawala ambaye ni Dasi, naye akafuata msimamo wa jiji unavyosema. Tumeenda kwa mkuu wa wilaya ambapo jana sasa tumeenda, naye akawa hana majibu ya kutuambia kwamba tutabaki, sema tuwe na option kama 3. Kwa hiyo sisi baada ya kuona kweli hapa ndio tunapofanyia biashara, tumeona wa kutusaidia ni chama chetu cha Mapinduzi, na ndio maana leo tumekuja kwako mwenyekiti kwamba utusaidie ili swala kwamba sisi tunaomba tubaki kwenye soko letu la Mwanjerwa ambalo tumelipigania kwa nguvu zote. Ndio hilo mheshimiwa. Kuna maelezo zaidi? Kwa jambo la nyongeza, ndugu mheshimiwa, ukitaka kuangalia katika masoko yaliyozunguka jiji la Mbeya, soko la Sido, soko la Soweto, hakuna soko ambalo linakosa kuku, huduma ya kuku. Ukitaka kuangalia katika soko hilo hapo ndani, humo ndani kuna huduma mbalimbali, kuna samaki, kuna nyanya, kuna mboga za majani, kuna kila aina ya huduma ambayo iko humo ndani. Inawezekanaje kuku wasiwepo kwenye soko la Mwanjerwa wakati ndo mboga kuu ambayo mtu hata ukimchinjia mgeni amekuja ni kuku? Hata mwenyewe napenda kuku hapa. Mimi mwenyewe nataka kuku. Poleni. Sasa tumepokea hayo malalamiko yenu. Na hiyo barua mtutolee fotokopi, sawa? Mimi mwenyewe ni mteja wa kuku. Na hapa ningetoka kama mnichinjie kuku mmoja mninyonyolea hapa. Nani ananyonyoa kuku hapa? Sherashidi. Sherashidi yuko wapi? Tunataka soko letu lipangike vizuri, liwe la kisasa. Lakini kwenye maendeleo haya tunayotaka, hatutaki watu waathirike kwenye biashara zao. Sawa bwana? Sawa. Kwa sisi kama ni chama ndio chenye serikali na nyinyi ni watu wetu, sisi tutaongea na mamlaka zinazohusika. Watu wa jiji waangalie namna bora ya kuboresha haya mazingira yenu ya biashara ili nyewe muendelee kufanya biashara. Sawa? Hata kama wanasema kuna maendelezo yanafanyika hapa ya kuboresha hili soko liwe la kisasa, tuone kama na wenyewe wanaweza kufanya option na nyinyi hapa mboreshewe mwe katika mazingira mazuri. Lakini kishindikana hilo, waangalie basi ni sehemu gani wanaenda wanawapeleka. Umeelewa sijui? Kwa nini mna eneo gani nyingine hapa mnahisi nyinyi linaonekana? Lipi? Pale kuna nini pale? Hapana chochote. Hem, tukaone pale.
Kama kukabla nyie mkae myapange hivi. Umeelewa? Mnaenda mpaka pale. Myabane vizuri, hata mkichukua kipande mpaka hapa. Kwenda hivi, si ndio? Sasa nadhani katibu mtafute mkurugenzi wa jiji. Kwanza ni kwamba hawa watu wasiwaondoe hapo kama walivyosema kwamba mpaka baada ya Eid waondoke. Hiyo hapana, kwa sababu ujenzi bado unaendelea. Wakamilishe kujenga huko pembeni kote, sawa? Lakini hawa waache kwa muda, kwa barua. Na nyie sio lazima waache pale ndio kwa kwenu permanent. Baadaye nimesema mwenyekiti wa chama. Sitaki mnichonganyishe na watu wangu wa serikali. Ila mkurugenzi wa jiji awaandikie barua maalum ya muda maalum ambao watakamilisha huo ujenzi wa mabanda kwanza pale penye kuku pale pa mwisho, ili hao waendelee kujipatia riziki. Lakini wakati huo jiji wahakikisha kama wanatafutia sehemu nzuri ya kufanya biashara. Tumeona hii sehemu yenye ambayo ina matenki ya maji, kwa sababu ya mabanda yao si ya muda tu, sio ya kudumu, yanahamishika. Kwa maana kama pana shughuli nyingine itaendelea watahamisha. Kwa maana yake wawape utaratibu, hata kuku na wenyewe wanaweza kutengeneza katika mabanda ya kisasa, na nyinyi hamwezi kujenga mabanda mazuri ya kisasa. Kwa katibu, mkurugenzi wa jiji na timu yake waje washauriane na hawa watu namna bora. Tunataka sisi watu wote mkae kwenye eneo zuri, lakini pia msiharibu mazingira. Maana nimesikia nyinyi mna tabia ya mfanyagi usafi pale. Isije kawa sababu ya kuwatoeni pale moja hapo ni uchafu. Sababu unaweza kauza kuku na sehemu pasitoe harufu. Kila siku asubuhi mnasafisha mabanda vizuri kwa maji. Panabakia safi. Inawezekana. Umeelewa? Serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan ambayo sisi ndio tunamsaidia kazi, hataki watu waonewe. Lakini pamoja kama hataki watu waonewe, hataki pia nyinyi muharibu utaratibu. Umeelewa sijui? Yote mawili, haki na wajibu. Hii ni K News habari.